tumewafikia hifadhi ya jamii kwa wote. Nikwambie basi, wewe kijana ambaye ni nguvu kazi tunayoitegemea sana kwa maendeleo endelevu, ni muhimu sana sasa NSSF imeweza kukujali wewe na kukuingiza na kukupa thamani ya kuwa star wa mchezo. Sasa basi, unakuwaje star wa mchezo? Kama umejiajiri, unafanya shughuli zako binafsi wewe mwenyewe, aidha kama pia una familia, inategemea, lakini unaweza kujiunga na ukapata mafao baadaye mbalimbali wakati unaendelea kuchangia mafao yako. Sasa basi, unakuwaje star wa mchezo? Cha kufanya, kama una simu yako ya kitochi ama una smartphone, ile simu janja, wewe ni kugonga tu msimbo wa nyota 152 nyota 00 ya mareli, alafu itakupa maelekezo mbalimbali ya kuendelea kujiunga. Na ndio maana tumekuja hapa NSSF katika jiji hili la Mbeya kukwambia kijana, ni muhimu sasa kujiunga na kuwa star wa mchezo. Na baadaye unajua kama utapaka rangi. Hii ni kwa baada ya kujiunga na kuendelea kuchangia, kuweka hifadhi zako, kuweka mchango yako, hapo ndio unakuwa unapaka rangi. Kwa wewe uliojiajiri, lakini pia mwajiliwa, kama unaendelea kutoa michango yako kwa wale ambao umewaajiri, basi wewe unakuwa unapaka rangi. Ndio maana tunakwambia NSSF, star wa mchezo, paka rangi. Muda umetunzwa na NSSF kidigitali zaidi. Sasa basi, karibu tumsikilize. Huyu si mwingine, ni kaimu meneja wa NSSF mkoa wa Mbeya, yeye akitueleza majukumu na huduma mbalimbali katika mkoa huu. Naitwa Salumu Mkambala, karibu sana. Kimsingi mkoa una majukumu kama manne. Jukumu la kwanza ni uandikishaji wa wanachama. Baada ya uandikishaji wa wanachama, pia uandikishaji wa waajiri, ukusanyaji wa michango pamoja na kulipa mafao kwa wanachama wetu. Katika jukumu la kuandikisha wanachama, kabla hujaandikisha wanachama na waajiri, ni lazima kwanza wapewe elimu juu ya umuhimu wa hii mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo mkoa umekuwa ukiandaa programu mbalimbali kuhakikisha kwamba waajiri na wanachama wanafikiwa na wanaweza kupewa elimu juu ya hifadhi ya jamii. Na tunapozungumzia wanachama, wapo wanachama ambao wameajiriwa katika sekta hizi ambazo zinaongozwa na taasisi mbalimbali, lakini pia wapo wanachama ambao wamejiajiri wenyewe. Kwa hiyo mkoa umejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba unawafikia yale makundi ambayo ya vijana ambao wamejiajiri wao wenyewe, ili kuweza kuwafikishia elimu juu ya hifadhi ya jamii pamoja na umuhimu wake. Hilo ndio mkoa umejipanga. Na kwa waajiri pia tumejipanga kuhakikisha kwamba waajiri wote ambao wameshaandikishwa wanakaguliwa ili waweze kuandikisha wanachama wao kama ambavyo sheria inavyowaelekeza, lakini pia wanawalipia wanachama michango yao kwa wakati. Na hilo ndio jambo muhimu sana ili kuweza kuhakikisha kwamba mfuko unaweza kutoa huduma ambayo inatarajiwa na wanachama wetu. Kwa wanachama ni kwamba wanachama wetu sasa kupitia mifumo hii ya digitali wanaweza kuangalia salio, kwa maana kile ambacho waajiri wao wamekuwa wakikiweka kupitia mifumo, lakini pia kupitia mifumo wanachama wetu hawa wana uwezo sasa wa kuwasilisha madai yao kupitia mifumo. Lakini pia kwa waajiri wanaweza sasa kuanza uandikishaji kwa hatua zile za mwanzo kupitia mifumo pia wakiwa katika ofisi zao. Kwa hiyo NSSF sasa ipo nyumbani kwa mwanachama, lakini pia ipo ofisini kwa mwajiri. Lakini pia hatujaishia hapo, kwa maana waajiri sasa pia wanaweza kulipa michango wakiwa ofisini. Kwa maana hatuna sababu tena ya wao kupoteza muda kutumia gharama kufika ofisini kwetu kwa ajili ya huduma hizo. Tumekuja na skimu hii ili waweze kunufaika zaidi, na ni rahisi kujiunga na ni rahisi vile vile kuchangia. Kwa hiyo tukitizama katika mustakabali wa vijana na maeneo wanakofanyia kazi, hususan kwenye usafirishaji, kwenye kilimo, kwenye uchimbaji mdogo, tunawapa fursa ya kujiandikisha na kuwapa mafao mbalimbali. Mafao ambayo tunayawapa, fao la kwanza kabisa
ni fao ambalo ni la muda mrefu, ambao ni pensheni ya uzeeni, ambayo mwanachama atachangia kima cha chini ya shilingi 30,000 na akichangia kwa muda wa miaka 15 ambayo ni michango 180, basi anapata sifa ya kupata pensheni ya uzeeni atakapotimiza miaka 55, na hapo anastaafu kwa hiari, na anastaafu kwa mujibu wa sheria akitimiza miaka 60. Lakini tofauti na fao hilo, tuna mafao mengine kama mafao ambayo yanawasaidia wanachama wetu hawa waliojiajiri wenyewe pindi wanapopata ajali ama ulemavu wa muda mrefu ambao kwa kiasi kikubwa inaathiri sehemu yao ya utendaji kazi. Lakini vile vile kuna mafao ya mirathi ambayo yanafaa pale wanapokuwa wameondoka duniani na kwenda kwa wategemezi wao. Lakini tunatambua ya kwamba kundi hili pia linahitaji sana mafao ya muda mfupi ambayo yatafaa kwa ajili ya kuwachechemua waweze kuona maana ya kuweka akiba yao kidogo kidogo kabla ya kwenda kustahafu. Kwa fao la kwanza kabisa ni fao la matibabu. Kwenye fao la matibabu, kwa mwanachama ambaye anachangia kima cha shilingi 30,000 atapata matibabu yeye. Lakini kama ana familia, ana mke ama ana mume na ana watoto wasiozidi 4, anachangia shilingi 50,000 na 2,200. Atapata kadi maalum itakayomwezesha kwenda katika hospitali kupata huduma za matibabu. Lakini haishii hapo tu, hata kwa mwenza wake pia atapata kadi maalum itakayomruhusu yeye kwenda kupata matibabu katika hospitali atakayochagua, pamoja na wale watoto 4 ambao wako kwenye ile familia. Tofauti na hapo, tunatambua ya kwamba kundi hili lina mahitaji ya hapa na pale ya fedha ambazo zinasaidia katika uwekezaji mdogo. Kwa hiyo kama mtu ni mjasiriamali, mathalan anaendesha bodaboda, pikipiki yake imeharibika, tunampa fursa ya kuchukua sehemu ya ile akiba yake ili imsaidie kutengeneza pikipiki yake ili mwisho wa siku aweze kuendelea na shughuli za kiuchumi. Vivyo hivyo kwa yule ambaye anafanya ujasiriamali mdogo, machinga, vivyo hivyo kwa mfugaji pia. Kwa hiyo sio kwamba tunaweka pesa alafu tena kuja kuzitoa ni mpaka mwisho na staafu. La hasha, tunakupa fursa ya kupunguza kidogo ili iweze kusaidia kuboresha biashara yako, na hatimaye wakati unaweka akiba iruhusu wewe vile vile kuendesha shughuli zako za ujasiriamali. Sasa basi, unajua kwamba pamoja na mambo mengine, hifadhi scheme imeweza kuwanufaisha watu wengi ambao wamejiajiri wenyewe binafsi na kunufaika na mafao mbalimbali. Ndio maana tunawaambia wewe ama huyu hapa ambaye tunaye hapa nyuma yangu, star wa mchezo, wakati huo wakiendelea kupaka rangi. Sasa basi, CMA ni kati ya taasisi ambayo inajishughulisha na utatuzi wa migogoro kazini. Hii ni kuhakikisha kwamba hawa wadau ambao wapo tayari katika hifadhi, mfuko wetu wa hifadhi ya jamii NSSF, na kuchangia maendeleo ya nchi wakiwa salama kabisa. Ndio maana CMA kwa kushirikiana na NSSF wana jambo lao ambalo kwa hakika hawa wanakuwa salama kabisa. Basi tutaweza kumsikiliza mkurugenzi wa CMA ili kutuambia ushirikiano wao na NSSF, lakini vile vile tutamsikia mdau ambaye tayari ananufaika na hifadhi scheme. Yeye ni tayari star wa mchezo na hivi sasa anaendelea kupaka rangi, kwa maana anaendelea kuweka michango yake, na alivyoweza kunufaika na mafao mbalimbali wakati tayari ameshakuwa star wa mchezo akiendelea kupaka rangi. Mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kwanza ni moja ya taasisi ambazo zipo katika ofisi ya Waziri Mkuu, na sisi Tume ya Usuluhishi na Uamuzi ni taasisi iliyo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini jambo la muhimu zaidi, tumeingia makubaliano rasmi, tumesaini mikataba. Mkataba huo ni kwa ajili ya kushirikishana taarifa. Wapo baadhi ya wafanyakazi ambao wanakuja tume kuleta migogoro, wakati huo huo wanalalamika kwamba hawajasajiliwa kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Wengine wanalalamika michango yao haiingizwi kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo sisi wajibu wetu tunapeleka taarifa hizo NSSF ili washughulikie waajiri ambao hawasajili wafanyakazi, lakini waajiri ambao hawaingizi michango kwenye NSSF. Kwa mkataba huo unatupa wajibu NSSF na CMA kushirikishana taarifa muhimu kwa ajili ya kuleta ufanisi. Ifahamike kwamba Tume ya Usuluhishi na Uamuzi imeanza kufanya kazi tangu 2007, na katika kipindi hicho chote lengo kuu la serikali ilikuwa ni kumaliza migogoro kwa haraka
ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Nilivyojiunga nikaanza kulipia. Nilivyolipia mwisho wa siku nikaanza kupata manufaa, nikaanza kunufaika. Na sikujua kwamba kuna matibabu. Mimi niliendelea kuchangia. Mwisho wa siku mimi nilipopitia miezi 3 mfululizo nikajikuta naingia kwenye matibabu. Ndio hilo ambalo nikawiwa sana, kianza kuwaambia vijana wenzangu, kumbe jamani, kumbe sasa kuna mkombozi amekuja. Yaani NSSF amekuja kama mkombozi wetu. Sasa vijana wote, ndugu zangu dereva bajaji, bodaboda, sasa tuhamie wapi? Tuhamie NSSF. Ndugu zangu, kitu kizuri NSSF ambacho tumekuja kujifunza ni kwamba endapo utakapofikia hatua ya matibabu, maana yake unachagua hospitali wewe mwenyewe. Haijalishi ni hospitali ya aina gani. Yaani wewe unahitaji hospitali gani, wewe mwenyewe ndio unahitaji ile ambayo wewe kwako unaitaka iwe na kuhudumia. Haikubagulii huku, haikubagulii huku. Hivyo basi nikaona kumbe ni fursa kwa vijana. Mwisho wa siku vijana wa sasa hivi, labda sisi bodaboda, unavunjika mguu, unaanza kwenda kuchangisha barabarani. Kumbe kuna mkombozi yuko huku. Kuna nuru ambayo tulikuwa tumeivuka yuko huku. Kwa kweli endapo utakapojikuta unachangia, kuchangia, mwisho wa siku unaingia kwenye matibabu, unajikuta kwamba una fedha yako unaiwekeza katika masuala mengine. Swala la maradhi unakuwa umewaachia NSSF, wanakuwa wamemalizana na wewe. Lakini nje hapo, wewe kama kijana, mwisho wa siku lazima uiangalie kesho yako. Mwisho wa siku lazima uitengeneze kesho yako. Leo sisi tuna nguvu, tunafanya kazi. Kesho yako vipi, iko vipi? Mwisho wa siku wewe kama kijana lazima ujitengeneze kuiandaa kesho yako. Na kesho yako inaandaliwa na nani? Ndio NSSF, kwa sababu ndio wameshaipanga kesho yako wewe ikoje. Huduma za NSSF popote pale ulipo, kiganjani mwako, na uhitaji gharama kubwa sana. Hata wewe ambaye una simu ya kawaida tu ya kitochi unaendelea. Kuna lango la huduma la NSSF, inaitwa NSSF Portal. Basi ukiingia huko, shughuli zinaendelea. Uhitaji kwenda ofisini, nyumbani kwako, hapo hapo, aidha uko sebuleni ama chumbani, shughuli zinaendelea. NSSF kidigitali zaidi. Nikushukuru kwa wewe ambaye umetufuatilia kwa muda wote huo, lakini asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kupaka rangi. Maana yake unaendelea kuchangia michango yako. Unajua, kwa hao waliojiajiri, kuanzia buku tu kwa siku, ikifika mwisho wa mwezi itimie 30,000, yani buku leo hadi siku 30. Wewe NSSF wamekujali bwana. Endelea kuchangia na uwe mpaka rangi. Lakini nikwambie tu, wewe ni star wa mchezo na unapaka rangi. Asante sana, na NSSF niwashukuru sana, na asante sana kutazama kipindi hiki cha NSSF. Naitwa Salum Mkambala.